Ahlan wa sahlan, sina shaka hujambo na uko vyema kabisa asubuhi hii ya leo. Kama ilivyo kawaida, kuungana nasi hapa katika kipindi bora kabisa cha michezo kuanzia saa 3 mpaka saa 6 kamili za mchana. Kuna taarifa nyingi ambazo zimejiri mwisho wa wiki, lakini kuna mambo ambayo yanakwenda kutokea. Lakini nikwambie tu, katika ligi ya mabingwa Afrika, mabingwa Pyramids ya Misri wamefanikiwa kuchukua kombe kwa mara ya kwanza kabisa, lakini katika nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho la CRDB, mchezo ambao ulifanyika pale katika uwanja wa Tanzanite Kwara Babati mkoani Manyara, Singida tayari na wao wamekwisha mfuata Mwananchi katika mchezo wa finali, mnyama mkali Simba akiangukia pua katika uwanja wa Tanzanite Kwara. Taarifa ni nyingi, ikiwa ni pamoja na zile tuzo za BMT. Usiondoke, jiunge nasi kuanzia hivi sasa uweze kupata yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Ulama Itsalm kwa hapa, lakini yupo Rashid Hamisi pamoja na Michael Johnson Nguli. Michael, vipi bwana? Mambo yanaenda vizuri. Nakuona shehe, na kiatu kimetoka Muscat hicho. Hiki hatari. Kihatari. Muscat Fizz. Hivi rejea Tabora sikuna tunasema tu Muscat Fizz. Wapi? Nataka lazima tu bwana. Leo kila mtu kapiga hapa sio mchezo. Uko na treni kule Tabora hamna sawia? Tabora. Kama enda Mwanza. Hamna sawia tu Muscat Fizz. Muscat. Fizz. Wale jamaa sisi walipita kule miaka ile. Hilo jina la pili sasa changamoto. Fizz tena? Muscat Fizz. Kana hapo Fizz wa kutosha hapo. Nguli, ile nusu finali ulisema siku ile ulikuwa unatamani nani acheze finali ya CRDB? Sikusema nani acheze. Nilibaki 50-50. Ulisema atakayecheza. Nilisema atakayefanya vizuri atapita, lakini niliziona timu zote ziko kwenye mzani mmoja. Mzani mmoja. Yes. Kuna mchambuzi mmoja hapa tuko sisi, mimi au Rashid, alisema Simba ingependeza zaidi Simba na Simba na Yanga. Kuliko Singida na Yanga. Kuliko Singida na Yanga. Lakini mpira unadunda, ndio hivyo ameenda Singida. Ndio ameenda Singida na timu wanayo. Timu wanayo. Timu wanayo. Timu ipo. Wanastahili. Wamestahili. Wamekuwa bora sana ule mchezo. Kwenye mchezo. Maana kile sio kipigo yale makonzi. Naam, tunakwenda kuangalia soka letu kwa taarifa zetu za kwanza kabisa kama ilivyo ada katika saa ile ya kwanza. Singida Black Stars itacheza finali ya CRDB Federation Cup na Yanga baada ya kushinda mchezo wa nusu finali dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwa magoli 3-1 kwenye mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Tanzanite Kwara pale mjini Babati. Twende tukashuhudie magoli yaliyofungwa katika mchezo huo wa Simba na Singida Black Stars. Na mambo yakiwa mazuri tutakwenda kushuhudia magoli hayo, lakini mchezo huo ulikuwa ni wa nusu finali ya pili baada ya nusu finali ya kwanza kuchezwa kwenye uwanja wa Mkokwani Tanga na Yanga kushinda mchezo huo kwa magoli 2-0 dhidi ya JKT Tanzania. Baada ya mchezo yote miwili kukamilika na kupata timu zitakazocheza hatua ya finali, tutakwenda kujikumbusha kwenye hatua zao kwa Yanga lakini pia kwa JKT Tanzania, timu ambazo zilicheza nusu finali na hatimaye kufika finali. Na tutakwenda kuangalia pia magoli ambayo yalifungwa katika mchezo wa jana, mambo yakiwa mazuri bila shaka tukashuhudie magoli ambayo yalifungwa katika mchezo kati ya Singida dhidi ya Simba. Na hawa wanatoka kwenye timu mbili ambazo ni kama Simba na Yanga pale Gini, mmoja akitokea Hafia na mwingine akitokea Horoya kwa maana ya Musa Kamara. Jonathan Soa! Ni chui kutoka kwenye misitu ya Alizeti Singida. Jonathan Soa kama aliwakosa Dar es Salaam, anasema ni vigumu sana kuwakosa Manyara. Kama aliwakosa KMC Complex, anasema ni vigumu sana. Ni magoli hayo ama ni baadhi tu ya yale ambayo yalikuwa yanatokea katika uwanja ule wa Tanzanite Kwara pale Babati. Naomba radhi pia kwa kuwa sauti ya magoli hayo
na tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Tukirudi tutakwenda kushuhudia kwa ukamilifu zaidi. Naam, kwa baadhi hatukuwa vizuri katika taarifa yetu ya kwanza, lakini kukumbushe tu kuhusiana na mchezo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa pale mjini Babati, na Singida kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 na hatimaye kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Maana yake ni kwamba Singida sasa wanakwenda kucheza na Yanga katika mchezo wa fainali. Miongoni mwa michezo ambayo pengine ilikuwa ni kugawana vipindi kati ya Simba na Singida, lakini katika mabao yale ambayo ilifunga katika uwanja ule, twende tukashuhudie jinsi ambavyo Singida walipataja mabao 3, lakini pia bao la kufutia machozi kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Kamara na hawa wanatoka kwenye timu mbili ambazo ni kama Simba na Yanga pale Gini, mmoja akitokea Hafia na mwingine akitokea Horoya kwa maana ya Musa Kamara. Jonathan Soa! Ni chui kutoka kwenye misitu ya Alizeti Singida. Jonathan Soa kama aliwakosa Dar es Salaam, anasema ni vigumu sana kuwakosa Manyara. Kama aliwakosa KMC Complex, anasema ni vigumu sana kuwakosa Tanzanite Kwaraa. Ameunyanyua uongozi wa Singida Black Stars, amemnyanyua Omar Kaya, ameunyanyua mashabiki wa Singida Black Stars. Angalia pasi iliyopigwa, angalia turning ya Jonathan Soa. Alimwangalia wapi amekaa na vipi amekaa Musa Kamara. Mguu wake wa kushoto ulikuwa fimbo tosha ya kumchapa pin Musa Kamara. Ali Salim amekosea. Kayeke! Emmanuel Kayeke, sio kwamba amemshika Simba sharubu, amezing'oa kabisa. Musa Kamara ameshika kichwa si kwa kupenda. Simba naruhusu goli la pili. Singida Black Stars wanafufua matumaini ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Makosa aliyofanya Ali Salim Katoro, aliyeshika fimbo kumwadhibu alikuwa ni nyota Emmanuel Kwame Kayeke. Tuone kama Simba wanaweza kupata goli la kwanza kwa kutumia aina hiyo ya mpira. Nyuma ya mpira akiwa ni Eli Mpanzu na Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua! Mnyama anakataa kushikwa sharubu bila majibu. Jean Charles Ahoua, MVP wa Ivory Coast, anashika jembe na kuchimba pale ilipofukiwa furaha ya wekundu wa Msimbazi Simba, walau kwa uchache. Nyama bado ana matumaini. Nani atapiga kati ya Emmanuel Kayeke na Edmund John? Emmanuel Kwame Kayeke! Asali na shubiri kwenye kikombe kimoja. Mateso na chuki kwenye mkeka mmoja wa Tanzanite Kwaraa. Wanaofurahi
hii ni Singida Black Stars na wale wote ambao wanaitakia mema na mazuri. Mpira wa kutenga uliopigwa moja kwa moja na ukajaa nyavuni. Naam, ni magoli manne yaliyofungwa katika mchezo huo wa nusu fainali ya pili ya kombe la shirikisho la CRDB. Emmanuel Kwame Keyeke akauweka mpira ndani ya kamba. Lakini magoli mengine ambayo yamefungwa, kwa jinsi ambavyo umetazama, kuna mambo mengi ambayo tunakwenda kuyazungumza kuhusiana na mchezo huu. Nikianza na Rashid, kama tulizungumza katika nusu fainali ya kwanza, Soa alikuwa anapita katikati ya walinzi wawili wa Simba, na hii kafanya na kafunga. Yaani kama vile aliambiwa usipoteze balance, ukisimama imara unafunga. Alitani akageuka akaenda kafunga. Kwa hiyo weakness bado inaonekana kwenye safu ya ulinzi ya Simba. Yeah, of course inaonekana, lakini this time around nafikiri kwa namna ambavyo Simba walidisplay kile ambacho natakiwa kukionyesha mbele ya mashabiki, timu ilikuwa imechoka sana. Yeah, timu ilikuwa imechoka. Yes, timu imechoka vibaya mno. Kwa sababu ukiacha mbali tu kwamba tumeshuhudia magoli mazuri, tumeshuhudia Singida wakiwauliza maswali magumu sana Simba, lakini hata ulikuwa ukipima physicality ya mchezaji mmoja mmoja wa Simba, unaona kabisa hii timu imechoka. Yaani kwa maana ya ratiba zao kuwa ngumu, ina wapinzani wanaocheza nao. Nafikiri walihitaji kama wiki hivi pengine ingeweza kuwa ingeweza kuwa vizuri kwao kuweza kushuhudia mchezo mzuri, lakini so far hapakuwa na huo muda. Ni kwa sababu ya kuwa na ratiba ambayo sio rafiki, so kwa lazima wacheze hiyo match. Kimsingi pamoja na makosa ambayo yalitokeza kwenye huu mchezo, bado kuna namna nzuri pia. Fadu anapaswa kuimarisha Simba kwenye msimu unaofuata, msimu mpya. Tulikuwa tunatazama Simba walikuwa kwenye njia nzuri ya kupata treble, ndio kwenye msimu huu, lakini bahati mbaya treble imeyuka. Yes, kwa sababu walikuwa na uwezo wa kupata kombe la shirikisho Afrika, walikuwa na uwezo wa kupata kombe la CRDB, na walikuwa na uwezo wa kuitafuta bila ligi kuu. Kwa hiyo mawili yameondoka, imebaki kombe moja, kombe ambalo na yenyewe wanaendelea kulitafuta, kwa sababu bado mpinzani aliyekuwepo pale unaweza kuona bado ana hatua moja kuliko yeye, sio? Kimsingi ndo football jinsi ilivyo. Tumeeleza sana mapungufu ya Simba wote. Yani moja kati ya goli ambalo nilipenda sana, unamuona Soa namna ambavyo alienda kuturn mbele ya msitu wa defense ya Simba, alafu akaingia ndani akachagua sehemu ya kupeleka mpira, eneo ambalo lilikuwa gumu sana kwa Pimpin Kamara. Ni mchezaji wa klasi ya juu sana, na nilikwambia mwanzo tulizungumza hapa, kwambia Singida ni moja kati ya timu ambayo ina klasi ya wachezaji wa juu sana, na kutokana na kile ambacho Simba wamekifanya kwenye haya majuma kadhaa, nafikiri kile ambacho alikistahili Singida kupata toka katika mechi ya kwanza dhidi ya KMC kwenye NBC Premier League wameenda kukipata kwa raha. Kwangu mimi wamestahili, na walistahili kupata ushindi wa mechi zote mbili. So far timu bora imeshinda. Na katika ile mechi ya KMC, David Ouma alisema timu bora imefungwa. Yeah. Timu bora imefungwa. Michael, ili goli ambalo Simba wamefungwa, wanaona mchezaji wa Singida ametoka kama katikati ya uwanja. Anakuja, anapita, anakwenda, anatoa pasi, Simba wanakwenda kuruhusu bao. Ni huo uchovu ambao tunaozungumzia, ama kulikuwa na makosa vile vile kukabia macho kwa wachezaji wa Simba? Mimi sababu ya uchovu unaweza kusema ni sababu pia mojawapo ya iliyosababisha pia timu kupoteza. Lakini bado walikuwa wanatakiwa kuendelea kupambana kwa sababu ya ratiba ilivyokuwa. Ukiangalia hili goli, unaweza kusema changamoto imeanzia kwa Ngoma. Ngoma ndo alitakiwa ayue ile move. Baada ya yeye kukosea, kwa maana ya kushindwa kuzuia ule mpira, angalia namna ambavyo ile pasi ilikuja. Huyo wa kwanza amepita, lakini angalia Ngoma ndo alitakiwa yeye afanye alichoweza kufanya pale, kwa sababu yeye ndo alikuwa mtu ambaye baada ya yeye kupitwa
mpira ulienda kuleta madhara mbele. So unaona namna ambavyo kumekuwa na ni kama makosa ambayo ni ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Wakati unapokosea wewe unaweza kusababisha tatizo lingine, lakini pia tatizo limeenda kuendelea mbele baada ya Soa kupata ule mpira pale. Sasa unamsifia mchezaji kwa sababu ya akili nyingi ambayo ametumia. Namba ya wachezaji ilikuwa ni kubwa zaidi, kwa namba ya wachezaji wa Simba ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko Singida, lakini yeye akiwa pale aliweza kufanya madhara. Angalia namna ambavyo ameenda kuchukua ule mpira. Angalia Shemaloni Fondo. Shemaloni yeye akili yake anajua kabisa kwamba anapita kule juu, kwa maana anapitia kulia kwake, lakini akatani. Baada ya kugeuka sasa ikawa ngumu tena kwa Shemaloni kuweza kuzuia, lakini hata waliokuwa pale, waliokuwa maeneo yale wote walikuwa hawana madhara, kwa sababu ukiangalia kushoto mtu yuko mbali, kule kulia mtu yuko mbali. Kwa hiyo ni makosa ambayo unaona ni makosa ya kiulinzi ya jumla ya timu ndio yamesababisha pia kupatikana kwa ile goli. Kwa hiyo binafsi niliona ilikuwa ni mechi nzuri, lakini makosa mengi ambayo magoli mengi ambayo wamefungwa Simba kwa maana ya goli 3. Goli la kwanza ni hili, makosa ya safu nzima ya ulinzi. Angalia mtu anatani anaenda anapiga isivyo bahati. Hapo sasa unamsifu mfungaji. Yaani usimlaumu golikipa kwamba kwa nini golikipa hata kuruka. Mfungaji alitumia akili nyingi na alipiga eneo ambalo anajua kabisa kipa hawezi kufika. Lakini goli la pili vile vile unaona makosa ya golikipa. Kipa anarudishiwa mpira, anarudishiwa mpira ambao unaamini yeye angeweza kutulia kuanza kuanzisha, kwa sababu kuna mtu yuko juu kule ambaye alikuwa anapewa tu ule mpira. Ilikuwa ni one touch pale, anapewa mpira lakini anafanya makosa. Mtu anatoka anakimbia, anaenda anakuta mpira. Kwa hiyo kuna makosa ya kitimu. Goli la kwanza nimeona makosa ya jumla ya kitimu kwa maana ya defense nzima. Lakini goli la pili hapa Katola alitakiwa afanye nini hapa? Kuna mtu juu kule. Ilikuwa ni mapema sana. Angalia huyu Lupia. Lupia amekimbia zaidi ya hatua 2 kumkuta. Kwa hiyo unaona kumbe kulikuwa kuna makosa ya mtu binafsi mmoja. Lupia alichelewa, yani alijiamini kupita kiasi. Sawa. First touch yake ilikuwa mbaya. Sio alichelewa. Yani wakati anarudishiwa ule mpira, first touch ilikuwa mbaya. Yani na kwa sababu anarudishiwa ule mpira, yeye aliutuliza kwenye eneo ambalo alikuwa anaamini bado anaweza kugusa tena. Umeona alivyogusa? Umeona hiyo distance ambayo yeye sasa flexibility yake ndio ambayo ilichangia kutokuupata ule mpira. Wakati kumbuka kitu kimoja. Huyu mchezaji wa Singida ambaye anaenda kukuplace, kumbuka yeye tayari yupo kwenye acceleration. Unaelewa? Kwa hiyo mwili wake tayari uko tayari kukimbiza. Wewe ambao unarudishiwa mpira, wewe unarudishiwa mpira ndio kwanza unaanza kutafuta spidi ya kukimbia ili kuucheza ule mpira. So unaelewa? So ni mimi ni ile hali ya unaweza kusema ni overconfidence. Sasa unajikuta Ali Salim anapataje overconfidence na kucheza uchezi? So unaelewa? Lakini kuna namna ambavyo pia aliumia. Huyo aliumia. Unasikia? Yote yanawezekana. Unasikia Rashidi? Alikuwa anaweza kupiga one touch juu kule. Yaani ule mpira professional anaweza kama ameona tu mechi bwana jivunje. Unaona? Unaona alikuwa na uwezo wa kupiga ile one touch. Yaani hakukuwa na sababu ya msingi kugusa mara 2 ule mpira. Kwa hiyo nafikiri bado kuna hiyo. Ndio inanifikirisha. Ndio maana nasema hivi, yani Ali Salim anapataje hiyo, anawezaje kuwa na hiyo hali ya overconfidence na kucheza uchezi? Sio, unaelewa? Kwa sababu hii yenyewe kucheza ni vile tu pimping kaumia. Manake kulikuwa kuna ugumu yeye kucheza. Si ndio? Sasa unapata hiyo nafasi inawezekana labda kwa sababu ya ukubwa wa club, namna ambavyo mnazungumza, namna ambavyo mna training, lakini alipaswa kutoa heshima pia kwa Singida Black Stars. Singida Black Stars sio timu ya daraja ya wachezaji wadogo. Sio, unaelewa? Na hata kwenye ile pressing yeye alikuwa anaona kwamba huyu mchezaji anakuja, lakini hili kosa pia kwenye hili Ali Salim pia alipaswa kujifunza. Umeelewa? Kwa sababu Ali Salim kwa ni pimping kafanya makosa mangapi kwenye yanofanana kwa namna hii. Si ndio? Kwa sababu wanasema mbwa akikung'ata siku ya kwanza, si ndio? Mbwa akikung'ata siku ya kwanza unaweza kusema makosa ya mbwa. Si ndio? Lakini mbwa akikung'ata mara ya pili, eneo lile mbwa yule, maana yake sasa hapa mwenye makosa sio mbwa, ni wewe. Si ndio? Unachukua tahadhari. Yes, ndio alichokifanya Ali Salim, kwa sababu Ali Salim yuko bench, anakaa, anamtazama Pimpin Kamara kwenye Confederation, kwenye NBC. Pimpin kashafanya makosa haya zaidi ya 3 na yeye Ali Salim anakaa nje, anashuhudia,
anapata nafasi anakuja kufanya kosa lile lile ambalo alikuwa anafanya mwenzie akati yeye yuko nje akimtazama. So unaelewa? Ndio maana nakwambia how comes Ali Salim anakuwa na overconfidence akati nafasi ya kucheza hapati. So nilitegemea kuona pengine angefanya match better kuliko hicho ambacho alikifanya. Lakini pia hili ni kosa ambalo aliadhibiwa. Baada ya kugeuka Ali Salim alifanya the same. Kwenye hiki alifanya tena. Alirudishiwa mpira, akapiga tena eneo lile lile. Bahati mbaya mchezaji wa Singida akwenda kumplace. Lakini unaona kwa hiyo kuna viashiria ambavyo sasa hii sasa inakuwa sio uchovu. Kwa sababu sasa hii ni namna ya uelewa wa mchezo. Sio unaelewa? Kuna uchovu na namna kuelewa mchezo. Sasa uelewa wa mchezo nafikiri kwa Ali Salim ili kosa Ali Salim hawezi kukwepa kusema kwamba timu hili ni goli ambalo mimi nilisababisha. Alafu uchovu ni kwa wale wachezaji ambao wamekuwa wanacheza. Uchovu utaiona timu kwenye namna ambavyo ina muundo wake ule unaona. Muundo wa kushambulia, muundo wa kukaba. Si unaelewa? Angalia goli hilo ambalo tulizungumza, goli la kwanza. Sio? Mpira unarudishwa, unapelekwa sehemu ambayo kuna bump. Unamuona kabisa Kagoma aenda kutuongopea, anadanganya, anakuja na jog. Si unaelewa? Mtu anaenda kutoa pasi, anatoa pasi. Kuna unajua kati ile pasi hajamfikia Soa. Mchezaji wa Singida alikuwa analalamika kafanyiwa madhambi. Unaelewa? Alikuwa amekaa chini analalamika kwamba nimefanyiwa madhambi. Lakini bado unaona movement za watu ambao wanaenda kufanya backup pia. Mtu anakuja na turn mbele ya watu 4 5, hakuna effort ya ziada unaona inafanyika. Mtu anachagua engo, anapiga. Kwa kuna namna ambayo kusema yes, hii inawezekana inachangiwa pia na uchovu. Kwa sababu hata recovering, hiyo timu kubwa kama Simba, Yanga, Azam zina facility ambazo zinaweza kumpa mchezaji relief ya kuweza kujitayarisha siku ya pili. Lakini hiyo relief anaweza kuipata mchezaji ina take one day. Kwa sababu itabidi siku nzima itumie kwenye kutafuta hiyo relief. Atakaa kwenye mabarafu, ataenda kufanya massage, atahitaji time ya kupumzika yeye mwenyewe binafsi. Siku ya pili anaenda kwenye mazoezi mepesi. Siku ya 3 mwalimu anaongeza program. Siku ya 4 mchezaji anakuwa iko active. So I think ingekuwa kama 1 week ingekuwa much better. Lakini so far no time to rest. Kwa hiki hakuna namna. Ambacho Rashid akizungumza Michael. Fadlu alianza na Duchu na Valentino Uma. Pengine ilikuwa ni viwango vyao kwanza, Duchu na Nouma upande wa kulia na kushoto. Ilikuwa sawa kwa Simba kuanza nao. Ni wachezaji wazuri. Wachezaji wazuri isipokuwa ni huwa wanakosa muda wa kucheza. Unapokosa muda wa kucheza kwa mchezaji kuna kitu kinapungua. Kwa maana ya ule ubora wako, ule mwendelezo wa kuwa na ubora kuendelea. Unajua mchezaji anapocheza anazidi kuwa bora zaidi. Yaani anazidi kuwa mchezaji wa maana zaidi. Sasa anapokaa nje, umemwona Duchu mechi zake sina hakika kama msimu huu zimefika 10. Sina hakika. 10. Sina hakika. Kama msimu huu zimefika 10. Sawa? Haja kama mechi 3. Kacheza kama mechi 3 au 4. Mechi 3 au 4. Hiyo peke yake unaona kwa mchezaji kwa msimu mzima kucheza mechi 3 mpaka 4. Mechi 30 zenyewe unazocheza au 35 au 40. Ukienda kuangalia unaona wakati mwingine pia sio nyingi sana kwa msimu mzima. Watu wanacheza mpaka mechi 60, watu wanacheza mpaka mechi 65 mpaka mechi 70 kwa msimu. Lakini bado si mbaya sana, lakini kwa wao kwenda kucheza tena unakwenda kucheza dhidi ya mpinzani wa aina gani? Hiyo nayo pia ni changamoto nyingine kwa sababu unaenda kucheza dhidi ya mpinzani ambaye mizani mnalingana. Singida ni moja kati ya timu ambazo zina ubora mkubwa sana. Yaani kichukua profile ya mchezaji mmoja unaona ubora ule ambao uko hapo. Lakini pia hawa ukiondoa hawa goalkeeper naye pia baadaye alikuja kubadilika, lakini bado pia kuna maeneo ambayo Singida walikuwa bora sana. Mimi mtu ambaye naona alifanya kazi ya maana sana kwenye eneo la kiungo. Hata mechi ya kwanza hapo katika MC alikuwa ni ule Chuku. Chuku alikuwa mwiba mkali sana kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa anaondoa utulivu kabisa na matatizo yote yalianzia kwenye kiungo. Ambako Morris alikuwa na ubora mkubwa sana. Kuna wachezaji kama Gadel Michael ameanza kwenye kikosi cha Singida. Mara chache naye kupata nafasi. Naam. Kiwango chake Rashid unakizungumziaje? Kabagi ni mchezaji mzoefu, mchezaji wa national team, kacheza AFCON. Mchezaji ambaye huwezi kumtem kwenye daraja dogo. Kitu pekee ambacho kama atakuwa yupo chini ya uwezo manake ni kutokuwa fit 100%. Hiyo inaweza kanachangia pengine kutokuona ubora wa kiwango chake. Lakini Singida
kwenye nafasi ambayo anacheza Kamagi kuna mchezaji bora zaidi. Mimi nampenda sana yule Ibrahim Imoro. Mchezaji bora sana. Na amecheza klabu kubwa, umeelewa? Na Ibrahim Imoro amecheza klabu kubwa. Ni mchezaji naye mzoefu, ni kijana na mapafu ya kushindana. Bahati mbaya naye alipata injury. Unajua kuna hizi tunajaribu wao nao kuwatetea, lakini kuna muda nao wajikaze kidogo wachezaji. Unajua hivi vitu hamna mwalimu ambaye hapendi kupata matokeo. Yaani sisi tutakumention kama mchezaji mzuri akupe nafasi upatie matokeo. Sisi tutakumention kama mchezaji mzuri. Lakini kwa nini ucheze? Usituletee sisi sababu ya kumwambia mwalimu akupendi. Sisi tutakuona wewe mzembe tu. Kwa sababu kama unakuwa mzuri, kwa sababu nikwambie issue kama ya Duchu na Shomari Kapombe. Duchu yuko Simba msimu wangapi? Duchu kaenda Geita kwa mkopo. Kaenda Mtibwa. Karudi Simba. Unaelewa? Yaani bado tu utafuti ile daraja la huyu ambaye anacheza kwa hiyo nafasi. Rudi kwenye scenario ya Msindo. Msindo wakati anacheza alikuwa anazima nani pale? Kangwa. Bruce Kangwa. Unaelewa? Msindo kaanza kumchallenge Bruce Kangwa. Bruce Kangwa hajaondoka kwenye fomu. Unaelewa? Yaani inafika time Bruce Kangwa kibao kinamuonyesha hivi Bruce Kangwa aje kupumzika. Msindo anaenda kucheza dakika 5. Watu wanatamani wamuone acheze dakika nyingi zaidi. Sio, unaelewa? Inafika hatua wanaanza kugawana dakika. 45 watu wanaanza kufurahia kile Msindo ambacho anakipeleka. Anachukua vipindi vyote. Mara anaanza kuchukua kipindi kizima. Mara akaanza kuchukua vipindi vyote viwili. Unaelewa? Sasa hizo challenge wakina Duchu ambao tunawatemu kama nyie ni madefender watoto au vijana wadogo, onyesheni. Unaelewa? Mpushi huyo Shomari ambaye sisi tunamuona. Mimi kwangu mimi Shomari Kapombe is the best right back kwa nchi hii. Sio, unaelewa? Sina mashaka naye. Lakini daraja ambao kaliweka Shomari, yani nyinyi wengine mmekatazwa kufikia. Nyinyi wengine hamwezi kulifikia. Unaweza kufikia. Sio, unaelewa? Unaweza kulifikia. Yupo pale Kijili. Si ndio? Kijili anakimbia kuliko mwanariadha. Sasa ongeza basi vitu vya ziada. Unaelewa? Vitasaidia katika viende kusaidia kasi yako. Usiwe hatujasema uwe kama Shomari Kapombe. Unaelewa? Tafuta means ya kujitofautisha na Shomari Kapombe. Shomari sawa, anapiga assist, anakimbia, anaweza kufanya vitu vingi kwa experience yake. Wewe unatuofa kipi tofauti na kile ambacho anakitoa Shomari Kapombe? Unaelewa? Ndio hayo sasa. Swala kuniambia eti Fadlu pengine ampi nafasi. No, Fadlu kwenye timu ni mgeni na yeye anatamani kuona yale matokeo mazuri. The same kwa kina Kamagi. Kamagi ni experienced player. Kacheza Azam, kacheza Yanga, kacheza Simba, kaenda Afrika Kusini, kacheza national team. Ibrahim Olo anakuwekaje nje? Unaelewa? Yaani hata kama mwalimu anampenda kwa kiwango hicho. Kama una injury na fanya vitu viwili. Unamwona mtu kama Kofi. Eneo ambalo anacheza yule mlinzi wa kulia. Kofi Sirili. Ndio. Mtu ambaye anabato kwenye ile nafasi. Yule jamaa energy ambayo anaitoa kwenye ile nafasi. Manake light kama unakuja kuwa bora zaidi ya Kofi. Hiyo timu inakuwa kwenye wakati gani? Si hatari kabisa. Mchukulie kama Imoro vile anavyocheza Imoro. Imoro alipata majeraha akakaa nje kwa muda mrefu. Na anakuwa na faida sana kupiga nafasi yake. Yes. Angalia ushindani uliokuwepo pale. Mimi wale kwenye eneo la center back la Singida. Pale kuna Frenki, kuna Trabita, kuna Edo Manyama, kuna Kennedy Wilson Juma. Sio, unaelewa? Hawa ni mabeki wanne. Hao wanne watatu ndio wanapata nafasi ya kucheza. Edward Charles Manyama sasa hivi hapati nafasi ya kucheza. Si ndio? Hao ukiwatazama viwango vyao, hawa hawajapishana sana. Wote wanne kama vinafanana. Kama vinafanana. Ni kile anayepata nafasi, nafikiri anafanya kwenye kile ambacho hakipishani sana. Lakini hawa kina Kamagi kwa experience yake alitakuwa kuwa much better kuliko Ibrahim Imoro pamoja na vitu vyote. So kuna time tunajaribu kuwaona bora kwenye kile mlishakifanya nyuma, lakini mnapaswa kuwa na huo mwendelezo. Leo hii tunamwona Zimbwe mwaka wa 10 na kitu anaendelea kuzima. Amekuja Nouma pale. Wanakuja walimu tofauti bado wanampa nafasi. Unaelewa? Mwangalie Nouma anachokifanya. Na Michael Rashid amezungumza hapo. Finali sasa ni Yanga na Singida. Unaitazama finali hii inakuwa ni finali ya namna gani? Mechi ni ngumu. Ngumu kwa sababu timu ambazo ziko kwenye madaraja ya aina moja. Tena Singida wamekuwa bora sana. Yaani wanaweza katoa upinzani kama uliotoa na Simba. Wanaweza. Hiyo timu wanayo. Timu wanayo. Huo ugumu wanao. Kwa sababu ukiangalia pia aina kikosi ambacho kilichopo. Unajua
Hata mechi ya mwisho ambayo ilikutana Yanga na Singida ilichezwa pale Isamuhyo au KMC? KMC. Ilikuwa ni KMC. Ya Yanga na Singida. Kuna mechi ambayo ilipelekwa Zanzibar, si ndio? Yanga na Singida imechezwa Zanzibar. Kuna mechi ilikuwa Zanzibar. Singida na Yanga. Si goli la technician nani ule Pacome Zouzoua anatoka hivi Chama naeka njiani, Pacome anaingia ndani anakuja kupigia mguu. Alikuwa mwalimu nani? Nakumbuka. Ile mechi kipindi cha kwanza ilikuwa ni vita baina ya mabondia. Alikuwa Osem Mchebe. Baada pale hawakucheza na Yanga na Singida. Yanga na Singida baada ya pale walicheza mechi ya ligi hapa. Walicheza hapa walicheza ambao kuna baadhi ya wachezaji walianzia mechi. Mimi nakumbuka tu mechi ya pili ya kufungua ile Airtel Stadium. Mechi kafa ya mvua. Hiyo mechi ya pili ngapi? Hiyo mechi hajachezwa bado. Michezo kweli. Kwa sababu ile mechi ya kule Singida ndio ilikuwa nyumbani. Ipi? Ya Zanzibar. Yes. Si ndio? Ambapo kwa ni bonge moja ya mechi ilichezwa siku ile. Manake mechi ya pili itakiwa manake mechi ya pili ichezwe KMC. Si ndio? KMC. Manake mechi ya pili ichezwe KMC imechezwa? Ngapi? Unaangalia ngapi Rashid? Exactly, kumbusha matokeo ndio tukaikumbuka mechi. Hiyo mechi Singida kaja hapa kucheza na KMC, akala chuma. Akaja kucheza na JKT, akashinda. Akaja kucheza na sio kwamba Yanga alishinda 2-1. Alishinda 2-1. Mechi ya Yanga na Singida, KMC. Hii mechi ya kwanza Singida nyumbani Zanzibar, mechi Yanga ashinda goli 1-0. Hii mechi ya hapa nakukumbusha kwamba mimi naikumbuka ile mechi Yanga na Singida. Yanga alishinda 2-1. Kikosi cha wachezaji wa Singida baadhi waliingia kipindi cha pili. Wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi ambao walianza katika ile mechi ndio kina Gadiel Michael ambaye alikuwa captain nafikiri katika ile mechi. Frank Mkumbo walicheza ile mechi ambao KMC. Kipindi cha pili sasa. Kwa washamalizana kumbe. Washamalizana. Ndio maana kipindi cha pili nakumbuka waliingia wachezaji waliingia majanti wenyewe wale. Kama Rashid umesahau bwana. Ngoja. Ndio uko sahihi. Uko sahihi. Ni kweli. Ni kweli uko sahihi. Rashid unakumbuka. Utakumbuka hata kesho. Ndio mechi ambayo watu wakasema Singida mbona kimeanza kikosi hiki? Ile ndio ilikuwa mechi ya pili. Rashid ulikuwa na bwana ngapi? Ni 2-1. Nilikuwa nakujua matokeo kwanza. Matokeo ndio angeweza kuleta sayo. Sio nimekumbuka. Nakumbuka watu walizungumza kwa nini Singida aanze na kikosi hiki mechi dhidi ya Young Africa. Umeona bana? Kwa watu wakahusianisha pale uswaiba, urafiki. Umeona? Au sio bana? Na huo uswaiba sio kwani vibaya kwa uswaiba. Mechi haitakuwa rahisi. Mechi itakuwa ngumu. Kwa aina ya vikosi ambavyo vilivyopo. Kwa maana ya Yanga pamoja na finali. Kwa maana ya Yanga pamoja na Singida Black Stars. Kuna namna ambavyo hii mechi inatarajiwa kuwa. Kwa sababu hapa hizi timu zote tayari zimeshafuzu kimataifa. 4 kwa maana Singida Black Stars pamoja na Azam FC wanakwenda shirikisho, wakati huo Simba na Yanga wao wanakwenda ligi ya mabingwa. Kwa hiyo hili kombe litakuwa ni heshima nyingine tofauti. Mbali ya kwamba wamefuzu, lakini hili kombe pia nalo kulichukua pia ni heshima pia mojawapo. Bingwa mtetezi ni Yanga ambaye ndo anakwenda kucheza na finali nyingine kwenda kulitetea. Lakini Singida yeye pia kuingia kwa mara ya kwanza, timu mpya msimu wa kwanza kwenye ligi, wanaingia kwa mara ya kwanza. Tunatarajia kuona ushindani wa hali ya juu, lakini pia tunaamini nao pia wanalihitaji, kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo kama benchi la ufundi, kama wachezaji linawaongezea credit kwenye msimu. Kwa hiyo Rashid, kwa hiyo finali unasema unaona wanakwenda watengeneza Yanga bingwa. Yanga bingwa wa kombe. Hapana, kwa sababu hapana, maana yake nini kidede? Singida wana watu ndio ambao the same na wananchi. Unadhani siku ya hiyo mechi ambayo umenikumbusha hapa Singida walikuwa hawana watu? Wengine sio kwa Singida walikuwa wahitaji alama 3 kwenye huo mchezo. Sio kama kuna wengine walikuwa nje. Nje ilivyo kutokea wapi bwana mechi bwana, hiyo mechi mimi sitarajii ushindani wowote. Umeona nachokiona hapo tu Yanga anaenda kutengeneza gap la kutengeneza record ya kuchukua bingwa mara 4 mfululizo.
Umeona bana. Lakini kocha kipindi kile japo naheshimu hakuwa Ouma. Wapi? Ile mechi hapa ambalo wachezaji wengi walikuwa wameanzia benchi. Alikuwa nani? Alikuwa Ouma. Kocha wao ndio kashaondoka kipindi hicho. Alikuwa David Ouma. Alikuwa hiyo mechi yenyewe si kumbuka mechi sijuzi tukidedea. Mbona kama unamfanya kama Ouma kaja sijui. Hiyo mechi yenyewe juzi tu. Umeona? Mimi bana, to be honest, vile ambavyo mtaona nyinyi, lakini hizi ni hisia zangu mimi. Sitarajii kuona hiyo mechi itakuwa na ushindani wa kiwango kikubwa sana. Ila tunaitarajia kuiona Yanga itakuwa katika ubora mkubwa. Na natarajia kuwaona pia Young Africans wakitengeneza rekodi nyingine ya kuwa mabingwa wa CRDB mara 4 mfululizo. Mara 4 mfululizo. Rekodi ambayo nafikiri inaweza kuishi kwa muda mrefu sana. Na waheshimu Singida, naheshimu uwezo wa wachezaji wa Singida, naheshimu kila kitu ambacho Singida wamejaliwa nacho. Lakini to be honest, karata yangu nitaendelea kuwapa Young Africans, iwe usiku, iwe mchana, iwe mvua, iwe jua. Ninaamini Young Africans wanaweza kuwa mabingwa tena kwa mara ya 4 kutokana na aina ya mpinzani. Mimi simpi nafasi kubwa ya kuweza kumfunga Young Africans, japo naheshimu mpira Okay. Na matokeo yake. Sawa, ni maoni ya Rashid Khamis katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Wananchi dhidi ya Singida Black Stars, ambao hao ndio wameingia fainali. Mechi ni Singida na Wananchi. Haya, baada ya kuifunga Simba na kufanikiwa kuingia katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB, mashabiki wa Singida Black Stars kutoka mkoani Singida wamesema kuwa wanaitaka kombe la shirikisho la CRDB litue katika mji wa Walima Alizeti hao wa Singida. Wakizungumza na Azam Sports mjini Singida katika hafla fupi ya kuwapongeza wachezaji na benchi la ufundi kutinga fainali ya michuano hiyo, mashabiki hao wamesema kuwa wana imani na kikosi chao katika kutoa taji hilo. Simba yani aamini kabisa alikuwa anacheza na timu kubwa, na Singida Black Stars ni timu kubwa sasa hivi. Yani kwa Tanzania ni timu kubwa kwa sababu tuna uwezo huo. Na ndio maana jana magoli ya jana, yani yaliyofungwa magoli ya jana ni yale magoli ya kistaa kabisa. Ndugu mtangazaji, sisi kombe hili tunalichukua tena kwa uhakika kabisa. Yani sisi kama tulivyokuwa tumejipanga jana, ndivyo tunavyojipanga kwa fainali na kulichukua kombe, kwa sababu tunataka kombe liwepo Singida, na Singida tunaichukua hilo kombe bila shida yoyote. Na tuna uhakika kwa sababu timu zilizopo Tanzania sio kama tunacheza kwa kuziogopa, tunacheza tukiwa na uhakika kile tunachokifanya. Sisi tunakwenda kupambana na Yanga tukijua kwamba ni timu ambazo ni kubwa, lakini tunakwenda kupambana na Yanga, na Yanga hatoboi. Kwa matokeo ya jana, baada ya kumpiga mnyama 3-1, kiukweli tumefurahi sana, yani sana zaidi ya sana. Tunawapongeza wachezaji pamoja na benchi lote la ufundi kwa matokeo yale ya jana yaliyotokea. Finali tunachokitaka kwa sasa hivi ni wachezaji kuongeza morali ile walioonyesha jana izidi mara 2 yake. Na sisi hilo kombe tunalitaka lije Singida, wasimwachie Yanga, tunalitaka lije Singida. Na sisi tu mfano katika vilabu vingine vinavyotufuata. Tumefurahi sana, tumeshampiga mnyama, tumeshamlaza, sasa tunakwenda fainali. Sasa tujajua tunapangiwa wapi, ila mimi chachu wetu sisi kama wana Singida tunahitaji kombe la CRDB lishuke kwa mara ya kwanza mkoani Singida. Kombe sisi kama wana Singida tunalitaka kombe kwa mara ya kwanza. Kwa kikosi hichi tuliocho nacho, kombe likiletwa hakuna atakayeshangaa. Yaani ndio mazumuni ya klabu yetu. Kwa kweli hili ni jambo la kihistoria kwa Singida kuingia fainali la kombe ya hili Federation Cup, tena kwa kuitoa Simba. Hili ni jambo la kihistoria ambalo limetupa faraja kubwa sisi watu wa Singida. Ina uwezo wa kushindana na timu yoyote hapa Afrika. Ukiangalia ubora wa wachezaji walionao, ukiangalia ubora wa benchi la ufundi na aina ya uwekezaji uliofanyika katika timu hii, sina mashaka kama tutakuwa na fainali nzuri, fainali ya viwango. Na hiyo mechi itakuwa ni mechi ngumu, lakini naamini Singida itachukua hilo kombe. Na kwa kweli Yanga wajipange, wasifikiri kwamba utakuwa mchezo mwepesi. Mchezo utakuwa mgumu. Yanga ni timu bora, tunawaheshimu sana Yanga, lakini kwenye hiyo fainali
hilo kombe tunalitaka lije hapa Singida. Na mashabiki wa Singida hao wakizungumza kuhusiana na kikosi chao cha Singida Black Stars kuwa na ubora, na wanaamini kabisa kombe hilo la shirikisho la CRDB litatua katika mkoa wa Singida, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kabisa kutokana na ubora wa wachezaji, lakini pia benchi la ufundi ambalo likiongozwa na kocha kimataifa kutoka pale Kenya David Ouma, ambaye katika mechi ya kwanza iliyochezwa KMC katika mahojiano yake yale, pamoja na kupoteza goli 1-0 dhidi ya Simba, alisema timu bora imefungwa, lakini juzi tena wamehakikisha kwamba walikuwa bora haswa, na ilikuwa bahati mbaya tu kupoteza mchezo ule wa kwanza. Tukitoka kwenye taarifa hiyo ambayo tumeizungumza kuhusiana na nusu fainali ya pili ya kombe la shirikisho la CRDB, tunahama na kwenda kuangalia kocha wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars Hemed Suleiman Morocco Jumamosi iliyopita ametaja kikosi cha timu ya taifa kitachoingia kambini kujiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa Afrika Kusini Bafana pamoja na mashindano ya Kosafa. Baada ya kutajwa kikosi hicho cha timu ya Tanzania, kumekuwa na mijadala mbalimbali juu ya wachezaji walioitwa hapa, na kocha Morocco anatoa ufafanuzi wa kikosi ambacho amekiita. Tutacheza mechi ya kirafiki na South Africa tarehe 6, and then tumepata bahati ya kuwaparticipate katika Kosafa. Kwa hivyo tutacheza mechi mbili za Kosafa, and then tutaangalia stage ambayo tutasogea. Kwa hivyo tumetayarisha kikosi cha wachezaji 28 ambao tutaenda nao South Africa. And then baada ya kutaja kikosi nitatoa mchanganuo vipi tunajaribu kumanage hizi mechi. Kwa hivyo goalkeeper Yakub Suleiman JKT, Ali Salim Simba, Hussein Saranga Singida, Anthony Remy Azam, Miraji Abdalla Coast, Shomari Kapombe Simba, Lusajo Mwaikenda Azam, Vedastus Masinde TMA, Wilson Nagu JKT, Mohamed Hussein Simba, Ibrahim Ame Mashujaa, Pascal Msindo Azam, Alfos Mabula Shama KFC Azerbaijan, Ibrahim Abdalla Yanga, Dickson Job Yanga, Abdurrahim Bausi JKT, Idrisa Stambuli Mashujaa, Abrazak Mohamed Simba, Ahmed Pipino KMC, Yusuf Kagoma Simba, Shehane Hamis Yanga, Faisal Salum Azam, Valentino Mashaka Simba, Kibu Dennis Simba, Simon Msuva Al-Talaba S Iraq, Idi Suleiman Nado Azam, Mishano Daudi Ken Gold na Suleiman Mwalimu Wydad. Kwa hivyo hawa ni wachezaji 28 ambao tutaondoka nao. Tutaweka camp tarehe 2, tutakutana tarehe 3 tutaondoka kwa ajili ya hizi mechi. Labda nitoa mchanganuo kabla ambapo hamjauliza maswala. Nafikiri ni kikosi kama ambapo mmesikia cha wachezaji 28 ambao tutaondoka nao wote kwa jumla, and then baada ya mechi ya tarehe 6 na Bafana kuna wachezaji wa Simba na Yanga watarudi. Sababu possibility tunaweza tukakaa zaidi ya tarehe 15. Sababu mechi ya kwanza tunacheza tarehe kwa mashindano Kosafa, mechi ya kwanza tunacheza tarehe 7, ya pili tarehe 11. Kwa hivyo wale wachezaji wote wa Simba na Yanga watarudi, and then kikosi ambacho kitakuwa kimebakia nafikiri kama wachezaji 20 hivi tutaendelea na mashindano. Naam, ni kocha wa timu ya taifa wa Tanzania Hemed Suleiman Morocco akizungumzia na kutoa ufafanuzi kuhusiana na wachezaji ambao wamewaita kujiandaa na mechi ya kirafiki na Bafana, lakini mechi mbili za michuano ile ya Kosafa, na akisema tarehe 7 mechi ya kwanza, tarehe 11 mechi ya pili, lakini kuna mechi ya tarehe 6 ambayo itajumuisha wachezaji wote wale wa Simba na Yanga watarejea kwenye vilabu vyao baada ya mechi hiyo ya tarehe 6. Rashid, kulikuwa na jambo ulikuwa unataka kuzungumza hapa. Kidedea
Umepata dhambi uje kile Jumatatu. Mechi tatu muhimu unajua. Jumatatu yote tunapata experience kwa wachezaji ambao wameitwa. Kuna majina mapya kama manne hivi. Kuna majina mapya. Yeah, of course, kwa sababu hii ni timu ya taifa na kila mtu anastahili kuitwa. Na nafikiri kutokana na hii timu ya taifa hamna usajili hapa. Performance yako ndio inakuleta inakupa nafasi, si ndio? Yeah, lakini kwenye kile ambacho mwalimu ameona na benchi lake la ufundi so far hatuna shida. Wacha wakafanya kilicho bora. Kubwa sasa hivi sisi hatuangalii hiki. Tunachoangalia zaidi ni qualification ya World Cup, kwa sababu nafasi tunayo. Tuna alama 9 nyuma ya Morocco ambaye tayari amesha qualify. Kwa tunachotafuta sisi ni best loser kwenye group letu kutafuta kombe la dunia. Tuna CHAN na tuna AFCON pia ambayo itafanyika Disemba Morocco. Kwa hapo ndicho ambapo mimi nakiangalia zaidi. Lakini umemsikia, umemwelewa pale kwamba kuna wachezaji wa Simba na Yanga? Simba na Yanga watarudi kutoka camp kuja kucheza mchezo wa tarehe 15. Sasa nilikuwa natamani kuona maingizo mapya, kwa sababu of course kama mwalimu alivyosema kwamba hatuwezi kuita watu wote, si ndio? Lakini kuna watu wanashawishi viwango. Unakumbuka yule mchezaji wa nani yule wa Tabora United yule Emmanuel Mwanengo? Si Mtanzania Emmanuel Mwanengo. Hawezi kufaa kuja hapa? Au performance yake unazungumziaje? Sasa ukisema hivyo Rashidi, kuna yule center back wa Kagera Sugar yule Mohamed Musa, center back ana rasta hivi jezi namba 25. Center back au mchezaji wa kiungo? Sio anacheza kiungo, anacheza center back. Unasemaje performance yake? Yeye anacheza kiungo, yes. Unasemaje? So leo Mzize sijamsikia pia. Mzize majeruhi na maumivu. Mzize kuna wachezaji kama wawili watatu ambao yani manake kuna Pipino, Mashaka, Shahani, huyu wa TMA. Manake hawa wameitwa kwa sababu ni under 20. Si ndio? Sio performance. Wameitwa kwa sababu ya under 20. Kwenda kupata experience, sio? Kwa sababu Mashaka achezi Simba apate nafasi. Shehani achezi Yanga apate nafasi. Si ndio? Pipino anapata nafasi akiwa na KMC. Si ndio? Yule bwana mdogo wa TMA anapata nafasi. Alafu yule striker wa timu iliyoshuka Mishamo Daudi. Mbona? Ken Gold. Hivi ndio under 20 yule Mishamo. Tutampigia baadaye tumuulize. Tuendelee tu. Unafiki dhambi. Mapata dhambi. Goalkeeper iko sawa. Unajua ile swala la nchi. Performance. Sasa mwalimu anaangalia performance. Na katika hali ya kawaida yani wachezaji wengi wanafanya vizuri. Kwa hiyo mwalimu anaangalia namna mchezaji ambavyo anaweza akamsaidia kwenye hata goalkeeping pale Hussein Masalanga, Ali Salim Katoro, Masalanga na Yakub Suleiman. Masalanga, yes. Masalanga naye hapati nafasi Singida. Si ndio? Kwa sababu anacheza Abasogi pale. Si ndio? Yes. Yakubu anacheza. Mmoja kati ya magolikipa waliofanya vizuri kwenye ligi yetu. Lakini pia baada ya Yakubu. Yes, hata baada ya hata kwenye Zanzibar Heroes amefanya vizuri sana. Kwa hiyo maana kuna hiki kwamba ameitwa Yakub Masalanga. Hussein Masalanga ambaye umesema hachezi kwenye kikosi cha Singida. Hapati nafasi. Yona Amos anayecheza. Yaani ngwambie, uhamisho wa Masalanga ulikuwa una lazima wote kutoka Tabora kuja pale. Ni vile tu kwa sababu unajua yani kwamba huyu anafanya vizuri na Tabora alafu Tabora ni kama wapinzani wetu Yaani walichokifanya Singida ni kudemoralize nguvu ya Tabora ya kumtoa Masalanga kumleta pale. Siko kipana pamoja amekuja Singida kujafari. Kaja kufanya mazoezi. Sasa bora angebaki kule tuendelee kucheza kwa sababu ya faida ya national team. Kanuni zao ambazo waliokiana Furusi bwana, Furusi. Furusi? Mzigo. Sasa
Sio furusi, yule si mchezaji wa Singida. Sawa. Alienda kule kwa mkopo. Kaenda kule ka perform amrudisha. Hujanielewa. Kile pale ni kama kutoka Fountain Gate wakamchukua Fikirini kwa sababu Fikirini aliharibu Fountain Gate wakampeleka Tabora. Alafu kana kumchukua kipa Tabora ambaye anacheza Masalanga. Wakamleta Singida. Alafu Singida acheze. Sasa kama vile ambavyo wamemrudisha wamemrudisha Chuku. Chuku Tabora alikuwa anacheza kwa mkopo. Na kaja huko anacheza. Ndio sasa, lakini mwanzo alikuwa huko walimuona kama hana nafasi yake ilikuwa ndio. Akampeleka Tabora akaonyesha. Okay. Kwa hiyo kipetu taifa haiwezekani tu na kipa tunazungumzia ni kwa sababu kipetu ni mataifa lazima acheze. Sio lazima apambane. Kipa timu ya taifa lazima acheze. Atakiwa apambane sasa. Kuna sheria ambazo ziko hivi. Kama ulivyosema mwanzo Rashidi. Kocha anaangalia kile kikosi chake ambacho cha ushindi. Masalanga yuko Singida. Hayupo katika pati ya kile ambacho mwalimu anakihitaji kuliko nani Abasogie. Kwa hiyo anaona bora aanze na Abasogie katika michezo yake yote bila kujali kwamba huyu ni national team player. Kwa hiyo anasubiri. Masalanga angebaki Tabora, goalkeeper namba moja, alikuwa anacheza michezo mingi. Yeye ndio goalkeeper namba moja. Yaani kwa lakini hapo pengine kuna mwalimu kuna kitu amezungumza. Yona Amos performance nzuri. Kwa Pamba. Anacheza michezo yote. Yupo kwani hajaitwa? Hajaitwa. Yuko pia Chalamanda. Chalamanda. Yuko pia Chalamanda. Chalamanda kafanya vizuri. Tena Chalamanda nafikiri ndio goalkeeper mwenye save nyingi. Sisi ni kwa bahati mbaya tu kwa sababu sijui tunaangalia nini. Lakini hata kwenye hii pia Chalamanda nafikiri alistahili kuitwa. Alafu ni goalkeeper amefanya save nyingi kwenye ligi kuu ya NBC. Ndio goalkeeper mwenye save nyingi kuliko goalkeeper yoyote. Lakini watu waangalie save, watu wanaangalia clean sheet. Clean sheet. Na ndio inakupa tuzo. Goalkeeper bora wa msimu ni Idi Salum Kidedea. Ana clean sheet ngapi? 12. Ana save ngapi? 6. Mmenitajia magokipa wawili ambao wamekuwa bora sana kwenye NBC. Ramadhan Chalamanda na Yona Amos. Walitakiwa kuitwa. Sawa basi mtoe nani? Mtoe sio mtoe Ali. Umeona? Ali uwezo wake umeshuka. Umeona? Alisalimu uwezo wake umeshuka. Ndio yuko Simba. Ndio hatuwezi kufananisha fitness ya Simba na timu zingine, lakini achezi. Mpe Chalamanda hiyo nafasi. Kwa hiyo moja kwa moja inakuja hivi Yakub Suleiman. Ramadhan Chalamanda, Yona Amos. Inapendeza kwa sababu wote wanacheza. Kwa sababu wote wanacheza wakashindani kwenye huo fiti wao. Hii timu ya taifa. Point moja nzuri. Hii timu ya taifa. Kwani umeambiwa script ya Taifa Habari? Kwa hiyo maana wangeanza wakichukuliwa wale pale. Wacheze hapa wakae wacheze. Si tunawashuhudia leo week in week out. Wacheze kwa una shida gani? Na mimi nimekwambia hata yule Mohamed. Wakina Shomari Kapombe, wakina Mohamed Hussein, wapumzisheni. Kwa sababu wewe unaona kinachotokea hata Simba hapo Simba Sports. Wanapata fatigue. Wapumzisheni, wapumzike. Umeona? Hizo nafasi si wapo, watu wanacheza kwenye hizo nafasi. Basi hizo nafasi nataka kuniambia pale Azamu hatuwezi kumpata mtu pale akazima hiyo nafasi. Sio tu Azamu, tumtafute mtu yote huko. Umeona? Bado tuna wachezaji wengi tu ambao wanaweza kucheza hii timu ya taifa. Tunaenda kwenye hiyo Sekafa maandalizi, si ndio? Kosafa. Kosafa. Wapeni watu wacheze, watu waonyeshe vipaji vyao. Nafikiri pia hata mimi nafsi under 20 wangepewa nafasi kubwa zaidi ya kwenda kucheza. Under 20. Wale ambao hawajapata alama hata moja wale. Timu za vijana wakacheze. Wakacheze. Ili waka experience kwa sababu inawezekana ndo tunawatazama kama kizazi cha 2027 kwenye AFCON. Kwenye AFCON. Hata kama wasipokwenda kwenye AFCON, hata kama wasipokwenda, lakini unaweza kupata wawili watatu. Under 20 asiende sababu vijana nchi. Michael. Ukiwateua under 20 kwenye mashindano haya, lazima utapata wale wa kucheza na senior hata watatu hata wanne. Utawapata watatu wanne watano utawapata. Na senior si ndo hao wakina Nangu sasa ndo unachukua Nangu naye under 20 yule. Nangu na under 20. Under 20. Nangu anaweza kwenda kucheza kwenye lakini pia tumekuwa na changamoto pia. Mtu kama Shabalala pamoja na Kapombe wako muda mrefu. Hatusemi kama ni vibaya wao kucheza, wanacheza na wanatoa mifano pia kwa wengine. Lakini baada ya hawa kuondoka, nani mwingine anaweza kuja kwenye kiwango hicho hicho? Ndio maana unaona wasipokuepo wakicheza wengine, unaona gap ambalo linaonekana katika yani ni Bafana gap ilivyo Afrika Kusini. Umekiona kosi cha Bafana unakutana nao? Under 20 utakuwa umechukuliwa. Umjui mchezaji hata mmoja
wachezaji wa Bafana, hata mmoja hayupo unamjua wewe. Wamechukua under 20. Wamechukua wachezaji wao wale, chezeni hapo na Tanzania mpate experience. Alafu utakutana CHAN. Watakavyokuja CHAN hautaziona zile sura. Unakutana nao na kutia 4 unapumzika. Mbona sio hawa? Sasa kwa nini sisi tutawapa nafasi watu wengine? Mbona hao walo perform tu kwenye ligi. Mwalimu sasa performance ndio inamleta mtu national team. Si ndio hao tunawazungumza hapa. Wewe umemwona yule beki namba 2 wa JKT? Yule Gado. Mpe nafasi akacheza kwa Shomari pale. Yule beki namba 3 wa JKT Karim. Kazima yule. Kacheza vibaya yule. Cheza vizuri sana. Mpe nafasi ya Shomari nani ya Zimbwe akapumzike. Hao ambao tumtumia kwenye CHAN Zimbwe na Shomari. Tumezungumza wamecheza mechi ya nusu finali ya CRDB. Tunazungumzia kwamba fatigue ndio imepelekea kupumzishwa na mwalimu. Zimbwe na kina wachezaji wa Simba wengi wanaocheza wamechoka. Ukiwapeka huko national team wakirudi tena waje kucheza mechi za dabi hapa, waje tena kuja kumalizia mechi 2 tena, alafu mara ghafla CHAN tena wamo, wazee watatupa si kiwango kile tunachokihitaji. Wapumzisheni, wacheze wengine, si wapo wachezaji wanacheza vizuri bwana. Mfano nimekutolea tu huyo Karim. Nimekutolea huyo Gado. Si ndio? Haya, bahati nzuri kuna Miraji pale wa Coastal Union. Miraji Abdallah. Si upo pale? Sasa wangapi ambao wamefanya vizuri, si ndio? Ameitwa Lamek Lawi, kapteni wa national team under 20. Sijamsikia. Wewe umemsikia Lawi? Sijamsikia Lawi. Labda kaumia. Unaelewa? So yani wachezaji akili wako wengi, yani kidedea haiwezekani sisi. Yule nani nimemkumbuka, yule mlisho mtoto wa nani yule Ngasa wa Tanzania Prisons. Beno Ngasa. Beno Ngasa kwani hawezi kuitwa Beno Ngasa? Beno Ngasa ka perform vizuri tu nani, kwani asije kwenye national team? Unajua sometime sio mpaka tu wachezaji waje Simba na Yanga ndio watu waitwe national team. Hii notion ambayo lakini simuona kikosi kimekuwa na mchanganyiko. Mchanganyiko ni mkubwa. Yani unanielewa, anachozungumzia ni kwamba wale ambao wametumika sana, waiteni watu acha ambao wametumika sana wapumzike, waiteni watu wengine zao ambao watakuja baadaye, ambao watakuja baadaye na wenyewe wapate motivation. National team ni platform ambayo inawapa watu motivation. Unaelewa? Watu waje. Sio watu waje kucheza. Umeona kama Msuva. Zidane huko. Umeelewa? Kina wamepaswa kuja kina Zidane Sereli, waje wacheze. Mtu kama Msuva kwenye national team kama hii, unamwacha alafu ile kama yeye akuja kuqualify kwenye kombe la dunia, unamuita. Sasa pale ndio unahitaji experience player, unahitaji wachezaji wenye exposure kama Msuva, anakuja anacheza. Asa Msuva aende kucheza mashindano ya Kosafa kweli? Au Selemani Mwalimu? Au unamuita Selemani Mwalimu akacheze mashindano ya Kosafa kweli? Mtu anaenda kushiriki kombe la dunia, anaenda kucheza Sekafa kwenye Kosafa, mechi ya kirafiki ya kualikwa. Unaelewa? Au maana anamwambia hamna mastreka wengine Tanzania ambao wanaweza kuchukua nafasi yake wale. Yaani hawa tunatakiwa tuwaite, tuwatumie kwenye maeneo ambayo watatusaidia. Yaani leo kiniambia Tanzania ina qualify kwenda kombe la dunia. Sijui Tanzania dhidi ya Niger, sijui dhidi ya nani. Ukimwita Selemani Mwalimu, Msuva nini, unasema yes, kweli hapa kuna kitu unatuonyesha. Preparation za CHAN. Unamwita Msuva, unamwita Selemani Mwalimu. Sasa CHAN hatocheza. Tuna kombe la dunia kaka, tuna alama 9. Sawa, naelewa, lakini ndio nasema kwenye CHAN unapotaja CHAN si ndio hapo mastreka huko, kwa sababu wako wachezaji wengine ambao wanatakiwa waingie. Mimi nafikiri kuna kitu kimoja ambacho kipo na walimu wanazingatia vitu vingi sana. Emen Suleiman Morocco na jopo lake technical bench. Mimi kwanza ninawapinga. Mimi si wapingi, yani najaribu tu kupeleka challenge. Hata wale ambao tumewazungumzia pia wamefanya vizuri, NBC wana performance nzuri sana kwenye tumewazungumzia hapa. Wachezaji ambao walikuwa katika kina Saduni kaitwa? Hapana. Hajaitwa? Ataitwa baadaye. Naam, tukitoka katika kikosi cha timu ya Tanzania ambacho kiliitwa na mwalimu Hemed Suleiman Morocco, tunakwenda kuangalia kuhusiana na usiku wa kuamkia leo ambapo zimefanyika sherehe za tuzo kwa wanamichezo waliofanya vizuri mwaka 2024 2025 kwenye ukumbi wa Superdome Masaki, Dar es Salaam. Huu ni msimu wa 3 wa tuzo za Baraza la Michezo la Taifa Tanzania BMT, zikifanyika kwa mafanikio makubwa ukilinganisha na tuzo zilizopita. Tuzo hizi zimeandaliwa ili kuwapa thamani na heshima wanamichezo wa Tanzania wanaocheza ndani na nje ya nchi. Na hapa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa anaeleza umuhimu wa tuzo hizo kwa wanamichezo hao nchini.
Ndugu wana michezo, usiku wa leo ni usiku wa heshima kwa mashujaa wetu, wana michezo wetu, ambako taifa linadhihirisha kutambua thamani yao, mchango wao katika taifa letu. Michezo ni afya, michezo ni ajira, michezo ni mshikamano, michezo ni maendeleo, lakini michezo ni burudani. Serikali imeandaa tuzo maalum kwa wanamichezo walioonyesha umahiri katika nyanja tofauti za kimichezo hapa nchini kwa kipindi cha mwaka huu wa 2024-2025. Na uwepo wa tuzo kwa wanamichezo ni hatua muhimu yenye malengo mahususi na manufaa makubwa katika kuendeleza na kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini. Tuzo hizi huwa hazifanyiki kwa ajili ya sherehe tu, bali zinafanyika kuwa kama ni sehemu ya mkakati wa kuhamasisha maendeleo ya michezo. Nitumie nafasi hii kutoa ufafanuzi wa baadhi ya malengo ya manufaa kwa kuandaa tuzo hii kitaifa. La kwanza, tunawatia moyo na kutambua kazi kubwa wanayofanywa na wanamichezo, lakini sio wanamichezo tu, pamoja na walimu wao, kwa lugha nyingine makocha, lakini pia wadhamini mbalimbali, mawakala wa wachezaji ambao pia wanawaratibu vizuri wachezaji wetu, pamoja na timu zenyewe zinazosimamiwa na wadau wakiwemo na wapenzi wa michezo mbalimbali hapa nchini. Wote hawa wanawakilisha na kuinua nchi kimataifa. Ya pili, tuzo hii inakuja kuchochea na kuibua ari ya ushindani chanya miongoni mwa wanamichezo. Tuzo hizi ni motisha kuongeza juhudi katika matunzo, mafunzo, nidhamu na utekelezaji wa majukumu, na hivyo kuwatoa wale waliokuwa mahiri kwa mwaka huu na waliobaki kujiandaa na kujipanga vizuri kwa kushiriki kikamilifu ili waweze kuibuka kwa ushindi kwa mwaka ujao. Na hivyo inasaidia sana kuboresha viwango vya michezo kitaifa na kimataifa. Tatu, tuzo hii ina manufaa makubwa kwa vijana na watoto wetu. Inakwenda kuonyesha wachezaji wetu wakitunzwa, wakipata motisha na kujiunga katika michezo mbalimbali. Hili linasaidia katika kugundua na kukuza vipaji vipya ambavyo baadaye vinakwenda kuchangia mafanikio ya kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa akizungumza katika usiku wa utoaji tuzo hizo kwa wanamichezo bora hapa nchini. Lakini nikwambie tu, tuzo ya timu bora ya mwaka kwa upande wa wanaume imeenda kwa timu ya Yanga baada ya kuishinda timu ya mpira wa kikapu ya Dar City. Timu ya Yanga ndio imekwenda kuchukua tuzo hiyo. Lakini nikiendelea kusomea hapa, alafu baada ya kwenda kuziona, tuzo ya timu bora ya wanawake imeenda kwa Twiga Stars ambayo imeshinda dhidi ya timu ya taifa ya kikapu nchini ya umri wa miaka 16 na timu ya taifa ya wanawake ya cricket, na ziko nyingi lakini hebu tutazame hii ya Yanga ambayo wamewapiku Dar City. Tuzo ya timu bora ya mwaka ya wanaume club wanaowania ni Young Africans Sports Club, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Dar City ya Dar es Salaam, shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania TBF. Mshindi ni mgeni rasmi. Hawa wanapenda kunichonganisha sana, wameamua tuzo ambayo ina lawama ndio mimi nije niitoe. Na mshindi ni Young African Sports Club. Young African Sports Club imeshiriki mashindano ya Kombe la Mataifa barani Afrika na kufikia hatua ya robo fainali. Ilifanikiwa kutua ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania NBC na kupata ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Young Africans wananchi hao. Haya, makofi kwao kwa mara nyingine tena. Mwaka 2024 wameendelea kuwa bora.
Naibu Waziri, itabidi uzungumze vizuri na kamati. Kwa nini wamekuchonganisha? Hongera sana kwa Young Africans. Na tuzo inayofuata sasa, hii ni timu bora ya mwaka ya wanawake. Naam, na tuzo bora ya wanawake imeenda kwa Twiga Stars ambayo imeshinda dhidi ya timu ya taifa kikapu chini ya umri wa miaka 16 ya taifa ya wanawake cricket. Fursa yako, naomba kutoa tunzo kwa timu bora ya mwaka ya wanawake timu ya taifa. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mshindi ni Twiga Star. Twiga Stars imeshiriki mashindano ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika na kufanikiwa kufuzu na kushiriki mashindano ya kombe la mpira wa miguu ya Afrika, yani WAFCON 2025 yatakayofanyika nchini Morocco Julai 2025. Twiga Stars, timu ya soka taifa. Tuzo hizo zikiwa zinaendelea pale katika jinsi ambavyo zilikuwa zinaendelea, lakini nikwambie tu nyota wa Brighton Hove and Albion na timu ya taifa Tanzania Twiga Stars Aisha Masaka ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa kike. Nyingine ni tuzo ya mwanamichezo bora wa mwaka wa kike. Tuzo ya mwanamichezo bora wa kike wanaowania ni Aisha Masaka, Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF; Rehema Abdallah, Kamisheni ya Ngumi za Kulipwa Tanzania TPBRC; Madina Idi, Chama cha Gofu cha Wanawake TLGU. Mshindi ni. Na pia tufahamu kipengele cha mchezaji bora wa mwaka wa kiume. Mchezaji bora kwa upande wa wanawake ni Aisha Masaka, mpira wa miguu. Makofi mengi sana kwa Aisha Masaka, mchezaji wa kwanza mwanamke Tanzania kufanya vizuri na kusajiliwa kucheza mchezo bora wa kike wa mwaka ya England katika timu ya Brighton and Hove Albion ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake ya England, English Women's Super League. Alikuwa mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Twiga Stars ambacho kimefuzu kushiriki mashindano ya WAFCON ambayo yatafanyika mwezi Julai 2025 nchini Morocco. Ameisaidia timu yake ya Brighton Naam, ni Aisha Masaka akichukua tuzo yake akikabidhiwa hapo na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Kumbuka tu Aisha Masaka na akipiga ndani ya klabu ya Brighton Hove and Albion ya pale England, mchezaji bora wa kike. Bondia wa ngumi za kulipwa hapa nchini Fadhili Majia, yeye ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa kiume. Na pia tufahamu kipengele cha mchezaji bora wa mwaka wa kiume. Tuzo ya mwanamichezo bora wa kiume wanaowania ni Yusuf Shangalawe, Shirikisho la Ngumi la Tanzania BFT; Fadhili Majiha, Kamisheni ya Ngumi za Kulipwa Tanzania TPBRC; Alphonse Felix Simbo, Shirikisho la Riadha Tanzania AT. Mshindi ni Fatil Majiha, Ngumi za Kulipwa. Fadhili Majiha, Kamisheni ya Ngumi za Kulipwa Tanzania, alishinda mapambano mawili ya ubingwa na kushinda ubingwa wa WBC na UBO. Kwa mwaka 2024 alikuwa anashikilia mikanda ya ubingwa ya WBC Africa, UBO na WBA Pan Africa. Alifanikiwa kuwa bondia nambari 1 kwa ubora Tanzania mwenye hadhi ya nyota 4. Alifanikiwa kuwa bondia nambari 1 Afrika kwa uzito wa bantam. Alifanikiwa kuwa bondia nambari 9 duniani kwa uzito wa bantam. Fadhili Majiha
anakwenda kuchukua tuzo yake. Hakika kwake ulikuwa ni wakati mzuri sana wa kushinda tuzo hiyo ya bondia ama bondia wa ngumi za kulipwa hapa nchini, akiwa anapigwa makofi na viongozi mbalimbali. Lakini ukitazama picha hiyo vile vile furaha ilikuwa ni kubwa kwenda pale na kukabidhiwa zawadi yake. Lakini pia nikwambie tu tuzo ya mwandishi bora wa habari za michezo kwa upande wa wanawake imeenda kwa Superwoman Fatuma Abdalla Chikawe. Sasa ni cha mwanahabari za michezo bora wa kike wa mwaka. Tuzo hii itakuja kutolewa na mwakilishi wa mkurugenzi mkuu NIC Karim Meshak na Dominic Timothy ambaye ni meneja mwandamizi biashara ya serikali CRDB Bank PLC. Tuzo ya mwanahabari bora wa kike wa michezo wa mwaka wanaowania ni Fatma Abdalla Chikawe, Rahel Palangio na Saada Akida. Mshindi ni mchezo bora wa kike wa mwaka ni Fatma Chikawe kutoka Azam. Fatma Abdalla Chikawe. Makofi mengi sana kwa Fatma Abdalla Chikawe, mwana michezo bora wa kike Tanzania, mwandishi wa michezo bora wa kike 265 Fatma zilizopokelewa kutoka Abdalla mataifa Chikawe 133 na kipekee ikiingia katika hatua ya pili, kipengele cha video athlete profile kilichojumuisha waandishi waandamizi 17 wenye uzoefu wa zaidi ya miaka 25 kwenye tasnia ya habari kutoka mataifa 13. Ni Fatma Abdalla Chikawe akikabidhiwa tuzo yake na Karim Meshak kutoka NIC. Ni wakati mzuri na ni wakati wa kumpongeza Fatma Abdalla Chikawe kwa kile ambacho ameshinda. Amewapiku wale wenzake ambao walikuwa wanawania naye katika ile tuzo ya mwandishi bora wa michezo wa kike. Tuzo toka pale mwanzo tumezitazama katika ngazi tofauti tofauti, na hiyo mwandishi bora ilikuwa ni ya mwisho. Sasa hapo katika kuzizungumzia, tunakwenda kutazama tuzo ya mchezaji bora wa kike Aisha Hamis Masaka ambaye anacheza Brighton Hove and Albion. Bila shaka amestahili, Rashid. Hajastahili. Hajastahili. Kwa nini umesema hajastahili? Kwa nini? Ni kwa sababu ya walompendekeza wameamua kumpendekeza awe yeye na alioshindana nao kwenye hilo, basi hata anapaswa kwa hivyo. Lakini kwenye kile ambacho wamekuwa wakituambia kwamba kwa nini anakuwa anamteua kwamba huyu ndio mwanamichezo bora, kwa Chikawe fresh alikuwa na mwaka mzuri, alikuwa na mwaka bora, amefanya mazuri, kashindana kwenye maeneo mengi, kashinda. Kwa Aisha si anacheza Majia pia amekuwa. Ndio nachokwambia sasa, kwa nini mimi sijakubaliana hiyo tuzo? Kwa Fadhili Majia utakubaliana na mimi na nakubaliana na Majia alichokifanya msimu uliopita. Yanga na ndio top boxer kwa sasa hivi kwa Tanzania na nyota 4. Yanga na Dar City. Unaelewa? Yanga na Dar City uweze kukataa mafanikio walikuwa nao Young Africans kwenye msimu uliopita. Niambie huyo Aisha Masaka kafanya nini mwaka jana? Niambie wewe sasa. Mimi sijui. Aisha Masaka kafanya nini mwaka jana? Mimi kwangu anastahili. Mimi anastahili. Ngoja nikwambie. Si ndio? Mimi kwangu anastahili. Au bingwa umeelewa? Bingwa wa wanawake. Arsenal. Kwa sababu haya tufanye huko, nafikiri tukienda huko tutaanalyze mambo mengi makubwa, si ndio? Turudi tu kwa Tanzania hao ambao wanacheza nao ile national team. Kwenye usaidizi wake kwenye timu ya Twiga Stars. Sisi tuna Clara Luvanga ambaye kwangu mimi ndo mshindi ambaye hatujamtambua. Sio, unaelewa? Aisha Masaka alikuwa anacheza club moja ya Sweden. Inaitwa nini ile? BM Hanken, si ndio? Hankens, si ndio? Toka mwaka 2000 amecheza pale miaka hii for 2 years. Kacheza mechi 14. Mechi 14. Kafunga goli ngapi? Goli 5 for 2 years. Si ndio? Njoo kwa Clara Luvanga. Al Nassr. Kacheza mechi 20. Kafunga goli 14. Huo last season. Na timu yao ndio kwa mabingwa.
Yaani wewe unashindwa kumtambua wewe kama wewe ni mshindi? Njoo kwa nani yule kapteni. Kapteni wetu wa timu ya taifa wanawake. Nani Opa? Opa. Si ndio? Opa msimu uliopita kacheza zake wapi kule China, alikuwa China. Si ndio? Mechi 12. Goli 7. Umtambui tu kwamba wewe kwamba na ni kapteni pia timu ya taifa wanawake. Uone kama bado anastahili kuwa yeye mshindi kwenyewe. Haya tunashindanisha kwenye nini? Njoo kwenye national team kati ya Masaka na Opa. Nala magoli mengi. Si Opa magoli mengi kuliko Asha Masaka? Njoo kwenye umuhimu wa timu yenyewe ya wanawake ya Tanzania hao ndo Twiga. Twiga Stars. Yaani leo hii Opa nakaa nje, Asha Masaka nakaa nje. Tunakaa hata mmoja. Kwenye nafasi hiyo anacheza na wanachezaga wote. Ndio tunachagua mmoja tu, yani achague mmoja kati ya Asha Masaka na Opa. Mimi kwangu bana kusema kweli hajastahili bana. Mimi hapa. Mimi sikubaliani na Rashid Hamisi. Sawa. Mimi kwangu mimi sikubaliani na mshindi. Kwenye Rashid anasema kubaliani na mshindi. Kwenye ngo sikubaliani na mshindi. Kwenye ngo ipi? Sikubaliani naye kwa sababu kwanza havijatahamu. Subiri basi. Tulia. Sawa, wewe hoja yako haina mashiko. Sawa, lete hoja ya mashiko. Tukusikilize. Kwanza kabisa hatujajua vigezo vyako vinatumika. Vigezo ni umefanya vizuri msimu uliopita. Nisikilize basi. Vigezo gani unataka kuambia hapo? Nisikilize basi, nisikilize. Useme sasa ujui. Subiri basi. Basi ongea, ukimaliza utaniambia. Twende Mike. Umesema vigezo ujui. Nisikilize basi. Ni kufanya vizuri msimu uliopita. Kila aliyechaguliwa hapa kuwa aliyepewa tuzo amestahili. Yaani kila aliyepewa hapa amestahili. Amestahili kwa sababu yaani unamaanisha kwamba wale wote waliokaa kwenye zile kamati wamekosea. Wamekosea. Wana vigezo ambavyo wao wameweka ambavyo vimefiti kwenye kuchagua watu. Kipi? Tuambie wewe. Sawa. Tuambie wewe mchambuzi kipi? Sawa, Rashidi hapo atuambie kwa kumalizia tu. Sisi kasema sisi hatuna kwa kumalizia. Mike kama nilikuwa na asione kama tunajila sina Asha. Mike kama nilikuwa nakubali kidogo kile ambacho alikuwa anataka kukizungumza. Lakini pia hata hoja yako Rashidi nimeikubali kwamba wewe mimi nataka nimuelewe Michael Johnson Nguli. Haya tuambie kipi? Wewe huwezi kunielewa. Sababu umechagua kutonielewa. Mimi sijachagua. Sawa. Mimi nataka nikuelewe. Sawa. Kuna kitu ambacho nataka nikizungumze hapo ili tuweze kuweka sawa.